na ndio hoja kubwa iliyotolewa na mheshimiwa madiwani hapa kwamba tumalize vizuri, lakini tukisimamie vizuri, tushirikishe madiwani. Kuna mambo mkiyafanya kwa kuwashirikisha madiwani na wenye viti wa vijiji, kinaweza kufanyika kwa kidogo, lakini impact yake ni kubwa mno kuliko mke mwenyewe. Tumezungumza issue ya barabara ya Mateleka kwenda shuleni. Kuna jambo kilifanya impact yake kwa wananchi bado ni ndogo, lakini tukishirikishana nafikiri mambo mengi yatakwenda vizuri. Kwa bado ndio namba moja, ukaguzi wa miradi. Namba mbili, kushirikisha madiwani, viongozi na mpaka viongozi wa halmashauri ili tuwe na jambo hili moja. Sasa hivi kumekuwa maswali mengi kwa sababu hakuna ushirikishwaji ule wa moja kwa moja, lakini jambo tulikuwa tumeshirikishana, haya maswali singekuwepo hapa kwa sababu tungo najua. Lakini la pili, la tatu, ufuatiliaji wa fedha. Nyinyi wataalamu, si ndio? Tukishirikishana kwa karibu, nafikiri tunaweza tukaongeza hizi budget, kwa sababu wewe utanishauri, si ndio? Ili tuongeze hapa, tufanye 1, 2, 3, 4. Wewe ndio unajua, sisi tunajua kwa namna nyingine, lakini wewe kwenye utaalamu ndio tunakutegemea. Ndio mawazo yametoka hapo kwamba kuna baadhi ya mambo lazima tumshirikishe mheshimiwa mbunge ili kuleta nguvu ya pamoja, si ndio? Kwa hiyo naomba hilo ulichukue. Lakini malipo ya serikali tumezungumza kwamba wakandarasi wanapokuja kuna kodi za serikali ambazo wanatakiwa zilipe. Sasa hayo ni maagizo. Hii halmashauri inahitaji fedha, si ndio? Wanachimba mchanga na inawezekana kwa malipo yao mnawalipa, si ndio? Na wakati mwingine wanasema kwamba wamenunua, lakini hakuna kodi inayolipwa kwenye halmashauri zetu. Kwa hiyo ni maagizo na ni maazimio kwamba kodi zote zinazokuwa kulipwa zilipwe. Lakini kubwa, ongeleni kwenu, tuongeze mshikamano. Hii halmashauri bila barabara hatuendi, lakini tukiwa barabara vizuri mpaka vijijini, mashambani huko, basi maisha kwa wananchi wetu yatakuwa rahisi na mazao yataongezeka, uchumi kwa kila mmoja wao utaongezeka, kwa sababu gharama ni kubwa bila barabara. Kusafirisha mazao, watu walima tangawizi huko Yerusalemu, kipindi hiki kusafirisha roba moja gharama yake sio kidogo, lakini barabara zilikuwa zinapitika, maana kazi ilikuwa rahisi. Usafiri sasa hivi kuna Ifinga, ili mwananchi afike hapa Madaba, maana anatakiwa na shilingi 70 kwenda kurudi. Sasa mwananchi wa kawaida anasafiri vipi? Haiwezekani. Kwa hiyo naomba mliangalie hilo, lakini tushirikishane, tujadiliane kama timu moja ili mambo yawe rahisi zaidi. Bora ndio imara, basi hata maendeleo tunayoyafanya ndani ya Madaba yetu hayawezi kuwa na tija kwa wananchi. Nadhani tunawashukuru wenzetu wa TARURA kwa kuendelea kufanya sehemu yao ya utekelezaji wa miradi, hasa katika swala zima la ujenzi wa miundombinu ya barabara katika vijiji vyetu na kata zetu zote 8 na vijiji 22. Tunatambua kwamba kuna maeneo ambayo yalikuwa hayafikiki, lakini sasa hivi yanafikika walau, pamoja na kwamba tunazo changamoto ndogo ndogo ambazo wanaendelea kuzitatua, lakini bila wao kutatua hizo changamoto sisi tusingeweza kufikisha hata material ya ujenzi wa miundombinu tunayojenga, hasa madarasa, vituo vya afya, lakini pia na kusafirisha mazao kuyatoa mashambani kwa ajili ya wananchi kujipatia kipato kwa mmoja mmoja. Kwa hiyo sisi kama tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi wote wa kitaifa kwa kuendelea kutuletea fedha nyingi hasa za utekelezaji wa miradi ikiwemo hizi fedha za TARURA. Hivyo tunaendelea kumuomba tena tuletea fedha nyingine nyingi tu ili tuweze kukamilisha katika kile kipande ambacho kimebaki. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Wakala wa barabara vijijini TARURA wilaya ya Songea katika halmashauri ya Madaba umeandaa mpango wa bajeti wa barabara ya miradi ya matengenezo na maendeleo kwa mwaka wa fedha 26/27. Mpango wa bajeti hii unalenga kuboresha barabara zilizopo, kusaidia maeneo yote kufika wakati wote, kusaidia muunganiko wa huduma za usafiri wa barabara ndani ya wilaya, kupunguza gharama za uendeshaji wa vyombo vya moto, kupunguza muda wa usafiri na kusaidia wakala kufanikisha malengo na maono yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu fedha za kutekeleza mpango wa bajeti hii, vyanzo viwili vya fedha vitahusika ambavyo ni mfuko wa barabara kwa ajili ya miradi ya matengenezo na serikali kuu kwa ajili ya miradi ya maendeleo, ambapo ukomo wa bajeti wa mwaka 25/26 umezingatiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mapendekezo ya mpango wa bajeti hii umezingatia maelekezo yaliyomo kwenye mwongozo wa maandalizi ya mpango wa bajeti wa serikali kwa mwaka wa fedha 26/27 uliotolewa Disemba 2025 pamoja na maagizo ya viongozi. Vile vile vimetumika vigezo vya kibajeti kupitia mfumo wa uratibu wa mtandao wa barabara unaosimamiwa TARURA, yani DROMAS, ambao unazingatia aina ya barabara inakounganisha na nyingine, barabara zenye watumiaji wengi, maeneo yenye huduma za kijamii, uzalishaji wa mazao, uchakavu wa barabara pamoja na maeneo ya vitega uchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuliarifu baraza lako tukufu kuwa mpango wa bajeti wa mwaka 26/27 umezingatia ukomo wa bajeti uliopewa ambao ni bajeti ya mwaka 25/26. Mpango huu utatekelezwa kwa kuzingatia barabara zilizoainishwa kwenye jedwali lililoambatanishwa kwa kuhusisha matengenezo ya kawaida kilomita 35.04, matengenezo ya maeneo korofi kilomita 5.2, matengenezo ya muda maalum kilomita 5.7, ujenzi wa mitaro ya kutoa maji ya mvua barabarani kilomita 1, ujenzi wa daraja moja pamoja na usimamizi wa utawala, vyote vikiwa vina thamani ya shilingi milioni 613, ambapo fedha hizo zitatoka mfuko wa barabara. Kwa miradi ya maendeleo, mpango huu umezingatia fedha toka mfuko wa barabara hazina, yani fedha za jimbo na tozo za mafuta ambapo barabara zenye urefu wa kilomita 28.5 zitajengwa kwa kiwango cha changarawe. Ujenzi wa barabara kilomita 1 ya lami, ujenzi wa mifereji ya maji ya mvua kilomita 1.5 pamoja na uwekaji wa taa za barabarani 15, na vyote vikiwa na jumla ya shilingi bilioni 1 na milioni 500. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakala wa barabara vijijini na mijini wilaya ya Songea katika halmashauri ya Madaba inaomba kupitia baraza lako kuendelea kutoa elimu sahihi ya utumiaji wa miundombinu ya barabara kwa kuzingatia utupaji wa takataka ngumu kwenye mifereji ya maji na uzibaji wa matoleo ya madakio ya maji kipindi cha uandaaji wa mashamba. Huu ni mwisho wa taarifa yetu.